بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى زيادة itikafu, na tukasema kwamba itikafu ni nini? Itikafu ni mtu kufungamana na kitu. Allah tabaraka wa taala alisema katika Qur'an, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, ni masanamu gani hayo ambayo mmefungana nayo katika kuyaabudu? Washirikina walikuwa wanafungamana katika ibada zao wakiabudu masanamu, lakini kisheria itikafu ni mtu kufungamana na nyumba za Allah, luzumul masjidi biniyati taqarrubi ila Allah ta'ala, ni mtu kufungamana na misikiti kwa nia ya kuweza kujikurubisha kwa Allah. Wakatuambia wana wa ilmu, walaysa liaqallihi waqtun, itikafu haina uchache wa muda. Na hapa tutatoa faida kwa baadhi ya watu, huwa wanafikiria kwamba itikafu ni paka 10 la mwisho la Ramadhani. Hapana, sio lazima 10 la mwisho la Ramadhani. Unaweza ukachukua siku 3 katika 10 la mwisho la Ramadhani, unaweza ukachukua siku 4, unaweza ukachukua siku 5, na kama uwezo unakuwezesha ukachukua zote, inakuwa ni bora zaidi. Walaysa liaqallihi waqtun, ni kwamba itikafu haina uchache wa muda, na si katika Ramadhani peke yake, hata katika miezi ya kawaida itikafu inapatikana. Unaweza ukaingia msikitini wakati haijakimiwa swala, ukaweka nia ya itikafu, maadama tunamsubiri imamu ikimiwe sala ya liisha, huyu muda wa kumsubiri imamu mimi naweka nia ya itikafu, ukapata thawabu za itikafu na ili hali ulikuwa haujui. Kuna baadhi ya watu baada ya swala ya al-asri hawatoki msikitini huku wakisoma Qur'ani hadi sala ya maghribi. Kwa nini msiweki nia za itikafu, upate thawabu za kusoma Qur'ani kadhalika na upate thawabu za kukaa itikafu? Itikafu haina mwezi, bali ni ibada ya kila siku. Mnaweza kuwa na mwalimu wenu msikitini anawasomesha siku fulani, ule muda unaokuja kusoma msikitini programu ya mwalimu wako, weka nia ya itikafu, unapata thawabu za kusoma Qur'ani kadhalika na thawabu za kukaa itikafu, sawa iwe ndani ya Ramadhani au katika miezi ya kawaida. Wa laysa liaktharihi hadd, na itikafu haina upana wake, hauna kikomo kusema kwamba itikafu ukikokota usizidishi basi mwezi. Itikafu haina muda wa uchache na haina muda wa kuikokota, isipokuwa tu walikaripia baadhi ya wanachuoni mtu kutia nia ya kukaa itikafu maisha yako yote. Hicho hapana. Usitii nia kusema kwamba mimi naweka nia nitakaa itikafu umri wangu mzima. Maulama walikikataa. Lakini kama ikiwezekana miezi 6 kaa itikafu, unapata thawabu. Ikiwezekana siku 2 unapata thawabu. Hata dakika 10 umeingia msikitini, weka nia ya itikafu, unapata thawabu ya itikafu. Lakini ubora zaidi ni ili 10 la mwisho, ndilo ubora wake unakuwa na thawabu nyingi. Bimaana atakayeingia itikafu katika ili 10 la mwisho ana ujira mkubwa kuliko yule aliyekaa itikafu katika siku za kawaida. Na ilikuwa ni katika ada za mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kukaa itikafu kila Ramadhani, masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ulipokuja mwaka wake wa mwisho katika maisha ya dunia, mtume sallallahu alayhi wasallam Ramadhani yake ya mwisho amekaa itikafu siku 20, yuko anakesha msikitini akimwabudu Allah, na huyu ndio ulikuwa mwisho wa uhai wake. Tunapata faida kwamba yule ambaye anataka kukaa itikafu hana uwezo wa kukaa hizo siku 10 zote. Ukija msikitini weka nia ya itikafu muda wowote, hata dakika 1 tia nia ya itikafu,
unapata thawabu za itikafu sawa ndani ya Ramadhani au katika miezi ya kawaida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.